Today I want to speak about the gospel of Jesus Christ. I remember kuna siku ambayo niliongea kuhusu gospel ya Yesu Kristo na tukasoma, I think it was from 1 Corinthians. Bwana Yesu apewe sifa. Na tukazungumza mambo kadhaa. Na ningependa tutaendelea sasa kutoka kwa hiyo ujumbe ambao tulikuwa tunahubiri that time about the gospel of Jesus Christ. Last Sunday I said that if you read this Bible, if you read the book of Genesis and don't see Jesus Christ in the book of Genesis, ujue hujasoma hicho kitabu. Bwana Yesu apewe sifa. If you read the book of Hebrew na ukose kuona Yesu Kristo katika Hebrew, bado hujasoma hicho kitabu. Ukisoma kitabu cha Jude, ukisoma kitabu cha Esther, ukisoma kitabu cha Job, ukose kuona Yesu Kristo katika kitabu cha Job, ujue ya kwamba bado hujasoma hicho kitabu. Why? For all the scriptures testifies of Jesus Christ. Bwana Yesu apewe sifa. Then if you cannot see Jesus Christ in those books, you have not yet read that book. That's why I feel ya kwamba ni vizuri tukaendelea kujua Yesu Kristo na injili yake ambayo alitupa sisi kama mwili wake. Bwana Yesu asifiwe. So it is so important to see how men I mean, it is so unfortunate when you see men of God, let me call them men of God. Bwana Yesu apewe sifa. Ambao wanakuja wakituambia wako na ujumbe ambazo wamepewa na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. And let me tell you one thing. You know the message of this Bible is one. This Bible doesn't contain two messages. Bwana Yesu apewe sifa. The message of this Bible is one. Zingine ni kuandamana zinaandamana na hiyo ujumbe. Bwana Yesu apewe sifa. Yes, in the Bible there is prosperity, but that is not the message in the Bible. Praise the name of the living God. In the Bible there is growth, there is an encouragement, and that is not the message of the Bible. Praise the name of the living God. The message of the word of God is Jesus Christ. Praise the name of the living God. Why? In the beginning there was word, and the word was with God, and the word was God. In the beginning there was the word. We believe that this is the word of God. Bwana Yesu apewe sifa. Therefore, if in the beginning the word of God was there, and the word of God was God, Bwana Yesu apewe sifa. Na hiyo ingine, the other verse inasema, and the word became flesh. Bwana Yesu apewe sifa. Neno likafanyika kuwa mwanadamu. And that is Jesus Christ. Bwana Yesu apewe sifa. So if you read this word of God and you don't see Jesus Christ, because now that word is the message, then therefore it means you have not read the Bible. Praise the name of the living God. So it is unfortunate to see people coming with a lot of gospels report. Mimi niliitwa kwa ajili ya connect watu kwa destiny zao. Mimi niliitwa kwa ajili ya kupanua kingdom. Mimi niliitwa kwa ajili ya kutafuta ufalme. Mimi niliitwa kwa ajili ya prosperity ya watu. Mimi niliitwa kwa ajili ya certain inversion. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi niliitwa ili ni connect miji kwa destiny yake. Praise the name of the living God. There is no such kind of a message in the Bible. Praise the name of the living God. Let us read Galatians chapter 1. Tuanzie hapo, Galatians chapter 1 from verse 6. And these days tutakuwa tunasoma maandiko mingi sana ili tunapata kuelewa na kujua zaidi kile ambacho neno la Mungu linamaanisha. Galatians 1 from verse 6, this is what the Bible says. Tafadhali hapa kuna Biblia ya Kiswahili, unaweza saidia kijana hapo nyuma machoni. Yes, Galatians 1 verse 6, the Bible says, I marvel that you are turning away so soon from him who called you in the grace of Christ to a different gospel. Praise the name of the living God. If you have a King James version or a New King James version, in the before verse 6, kuna ka subtitle hapo inajiita only one gospel. Kweli kwa hiyo kuna New King James ama King James? Pastor Murithi hapa iko na hiyo subtitle. Only one gospel before verse 6. Praise God. I marvel that you are turning away so soon
from him who called you in the grace of Christ to a different gospel. Verse 7. Which is not another, but there are some who trouble you and want to prevent the gospel of Christ. Bwana isapewe sifa. Apostle Paul anasikitika, hata anashangaa. These people are turning so soon after preaching to them the gospel. Bwana isapewe sifa. Wanabadilika haraka. And verse 7 inasema, which is not another. So anyone who is not preaching grace gospel is preaching another gospel. Grace gospel is the only gospel, according to what Apostle Paul is saying. Praise the name of the living God. Grace gospel, the message that Apostle Paul preached, is the only gospel. Anyone else who preaches any other gospel than what Apostle Paul preaches is preaching another gospel. And that's why Apostle Paul is becoming angry of these people, our Galatia. I marvel that you are turning away so soon from him who called you in the grace of Christ to a different gospel. When you see a person preaching prosperity, he is preaching another gospel. When you see a person preaching, connecting people to their destiny, that is another gospel. Praise the name of the living God. There is only one gospel. We are going to see it in the Bible. Bwana isapewe sifa. So be patient. Verse 8, but even we, or an angel from heaven, preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. As we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. For do I now persuade men or God, or do I seek to please men? For if I still please men, I will not be both servant of Jesus Christ. But I make known to you, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to man. For I neither received it from man, nor was I taught it, but it came through the revelation of Jesus Christ. Bwana isapewe sifa. The gospel that Apostle Paul was preaching, he was not taught by any man. He was taught by Jesus Christ. Praise the name of the living God. And he says, anyone, including me, including us, or any even angel who comes to preach to you any other gospel, let him be cast. Praise the name of the living God. Because last Sunday I told you, you can even be rich without Jesus Christ. There are people who are very rich without Jesus Christ. Watu ambao wametajirika wako na mali mingi na hata hawajawahi kutana na huyu Yesu. Bwana isapewe sifa. Watu wengi wako na mali, and I said in Kenya 80% of rich people, they are not in church. So mtu ambaye anakuja kukwambia if you want to become rich, come into grace, tell him you are lying to me. Bwana isapewe sifa. Huyo anakudanganya, kwa maana kuna watu wamekuwa matajiri bila Kristo. As much as you are working with your own hands and you are doing it right, utakuwa tajiri. Bwana isapewe sifa. Listen here. Watch out before tuendelee sana, 1 Corinthians chapter 15, so that we can see what is the gospel. 1 Corinthians chapter 15. Ningependa tutaanza tu hapo verse 1. This is what the Bible says. 1 Corinthians 15 verse 1. This is what the Bible says. Moreover, brethren, I declare to you the gospel. Sikiliza sasa Apostle Paul declaring the gospel. Ili tujue what is the gospel. I declare to you the gospel which I preach to you, which also you receive, and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that one which I preach to you, unless you believe in vain. Verse 3. Number 1. For I delivered to you first of all which I also received. See, Apostle Paul is delivering what he also received. Praise the name of the living God. That's why he said that whatever he preached is not from men. It is from the revelation of Jesus Christ. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sin, according to the scriptures. And he was buried,
and he rose again the third day according to the scriptures. That is the gospel. Praise the name of the living God. Apostle Paul is delivering to them the gospel. Jesus Christ, the first thing about the gospel, Jesus died. The second thing about the gospel, Jesus was buried. And the third thing about the gospel, Jesus rose again because of my sin and your sin. Praise the name of the living God. If anyone comes to you with any other gospel, let him be accursed. Wewe unaona kama kuna wachungaji wangapi wamelaaniwa? If now anyone who preaches another gospel other than this, Jesus died, was buried, and he rose again. How many of pastors have been cast? Yeah? Na sisi kila siku tunatamani, natamani nikuwe kama mchungaji fulani. Mimi sitamani kuwa kama wao. Praise the name of the living God. I want to be who I am. Praise the name of the living God. Anyone who preach any other gospel other than that of death, burial, and resurrection of Jesus Christ, let him be accursed. Praise the name of the living God. Therefore, the gospel is the only thing that we need in our lives. We need to understand. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu hizi vitu zingine ni zenye zinakuja baada ya gospel. Bwana Yesu apewe sifa. You know, in the book of Matthew 28. You know kwa nini nasema ile injili ambayo tunafaa kuendelea nayo, tunafaa kusikiliza ni injili ya kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Ni kwa ajili hiyo ndio kazi ambayo hata Yesu Kristo alitupatia. Matthew 28 verse 18, the Bible says, and Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Hii unajua wachungaji wengi wamekoma kwa hiyo commission. Go therefore into the whole world, making disciples. God did not commission them to go and do miracles. Bwana Yesu apewe sifa. Making disciples is preaching the gospel. And when you preach them, baptize them, do all those things which were supposed to be accordance with the law and accordance with the Jews' culture. Bwana Yesu apewe sifa. Also in the book of Mark chapter 16, ambayo iko tu na the same commission, Mark 16 and verse 15 to 17 nasema hivi, and he said to them, go into the whole world and preach the gospel to every creature. Listen now. Go into the whole world and preach the gospel to every creature. Number 2, he who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. And these signs will follow those who believe. Signs follow those who believe. Signs and wonders follow those who believe. Bwana Yesu apewe sifa. It is not those who doesn't believe. It is those who believe. But listen, their commission was to preach first. Then when they preach and those people believe, then signs and wonders will follow them. But there are people and men of God who want to see miracles and signs first, before even they have preached the gospel. And the gospel is death, burial, and resurrection. Bwana Yesu apewe sifa. That's why hata Yesu anaambia wanafunzi wake, anaambia the Pharisees, the Sadducees, ya kwamba mnatafuta scriptures mkidhani katika scriptures mtapata wokovu, lakini scriptures zinatestify kuhusu mimi. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko inaongea kunihusu. Nyinyi mnatafuta maandiko mkidhani kwa maandiko kuna wokovu, lakini maandiko inaongea kunihusu. If only we can understand that all scripture speaks about Jesus Christ, then we can stop struggling. Tunaweza
acha ile kusubuka. Bwana Yesu asifiwe. Ati Yesu Kristo alisema tukiamini tukue na kaimani kadogo tu, tutafanya mambo makubwa hata kushinda yenye alifanya. Kuna mtu tu anakuwa tu present amekauka na hiyo basi. Yesu ulisema tukikuwa na kaimani kidogo. Ulisema tukikuwa na kaimani kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mpaka unashanga kwani hiyo kaimani kadogo una ya kuhamisha ya kufanya mambo makubwa hata kushinda hiyo. Yesterday I was listening to another pastor who was telling us, "Pastor, stop competing with Jesus Christ." Yesu alifunga siku 40 na wewe unataka tuende 60 ama 90. Yaani unataka hata kujionyesha wewe ni mkubwa hata kushinda Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ati Yesu alifast 40 na wewe unataka tukwenda 90. Baada ya 90 unataka uende 40. Baada ya 40 uonyesha wewe unajua zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Si kupiga tunapiga fasting, it is good. But why are you fasting? You must have a motive. Lazima motive ndio inasema uzuri wa fasting ambao ubaya wake. If you are fasting ile uende kama una fast ili watu waanze kuamuka kwa viti zao. Bwana Yesu asifiwe. Watu waanze kuamuka kwa viti zao wenye walikuwa viwete. Then utafast siku mingi. Bwana Yesu asifiwe. Itabidi fast. Una fast ndio miracle uende kufanya miracle. Hiyo itabidi fast. Because miracles, signs and wonders, they follow those who believe after hearing the gospel. Bwana Yesu asifiwe. So let us stick to the gospel of Jesus Christ. 2 Corinthians 5:18 and 19. This is where Jesus, through Apostle Paul, is telling us that our commission is to preach the gospel. 2 Corinthians 5:18 and 19. The Bible says, "Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation. That is, that God was in Christ reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation." Bwana Yesu asifiwe. So message ambayo tumepatiwa ya kwenda kuhubiri is the message of reconciliation. Ya kuambia watu unajua Mungu anawapenda. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakupenda, Mungu anakujali. Kuja kwake utapata amani. Because unajua maisha ya mtu ambaye hajaamini ni maisha ya condemnation. Ni maisha mimi maisha yangu mimi, lakini unapookoka unakuwa na peace of mind na hiyo condemnation inaondoka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo mambo inaondoka kwa moyo wako na kwa maisha yako. Ya kwamba mimi si kuhukumiwa tena, mimi ni mwenye haki, mimi niko na haki za kusimama hata mbele za Mungu na kumuitisha kile ambacho amesema ni changu. Maana umeondolewa zile dhambi na umeondolewa hukumu mbele ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So the gospel that we have been given is the gospel of death, burial, and resurrection by Jesus Christ to reconcile men back to God, because man is lost. Bwana Yesu asifiwe. Therefore, I wish to give you evidence of how Jesus explains about the gospel, about himself in the book of Luke chapter 24. I think all of us know that story in Luke chapter 24 about Yesu Kristo, the road to Emmaus. Wale wanafunzi wawili wa Yesu walikuwa wanaenda Emmaus. Luke 24. Tunaweza tu soma from verse 13. The Bible says, "Then he said, what is the kingdom of God like? And to what shall I..." Sorry, Luke 24, not Luke 13. Yes, Luke 24 verse 13. Luke 24 verse 13. The Bible says, "Now behold, two of them were traveling that same day to a village called Emmaus, which was 7 miles from Jerusalem. And they talked together of all these things which had happened. So it was so, when they conversed
and reasoned that Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were restrained, so that they did not know him. And he said to them, "What kind of a conversation is that you have with one another as you walk and are sad?" Then the one whose name was Cleopas answered and said to him, "Are you the only stranger in Jerusalem, and you've not known the things which happen there in these days?" Are you the only one stranger in Jerusalem, and you don't know which have happened? And he said to them, "What things?" So they said to him, "The things concerning Jesus of Nazareth." And remember, now they are talking to Jesus of Nazareth. Praise the name of the living God. Who was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people. And how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death and crucified him. But we were hoping that it was he who was going to redeem Israel. These people, they thought that Jesus was going to redeem Israel, but that this Jesus was crucified, was condemned by the rulers. Praise the name of the living God. So, but we were hoping that it was he who was going to redeem Israel. Indeed, beside all this, today is the third day since these things happened. Yes, and certain women of our company who arrived at the top early astonished us when they did not find his body. They came saying that they had also seen a vision of angels who said he was alive. And certain of those who were with us went to the door and found it just as the women had said, but him they did not see. Verse 22, then he said to them, "O foolish ones, and slow to heart to believe in all that the prophets have spoken. Ought not the Christ have to suffer these things and to enter in the glory?" And beginning at Moses and all the prophets, he expounded to them in all the scriptures the things concerning himself. That is Jesus explaining, beginning from Moses throughout all prophets. Jesus explained them about all scriptures concerning himself. Therefore, you know, when Jesus says beginning from Moses, he means beginning from Genesis 1. Because Genesis, Leviticus, Numbers, all those were written by Moses. Through all prophets until Zechariah, Zephaniah, all those. Until Malachi, prophet Malachi. That is where Jesus is explaining. He is telling them, don't you know the scriptures? Who foolish, slow to listen, slow to believe. You did not believe. The scriptures have said that the Son of Man will die, and on the third day will rise again. You did not believe. Jonah talked about me, vile aliingia kwa samaki siku tatu. All that was explaining about me. Moses aliongea kuhusu mimi wakati nyoka iliwekwa kwa mti. He was talking about me. Isaiah, they have talked about me. All those prophets, but you are slow to believe. It was like condemning them. Bwana Yesu asifiwe. You foolish people, you foolish ones, you are slow of heart to believe in all that the prophet have spoken. Beginning at Moses, beginning from Genesis to Malachi, the scriptures talks about him. But you did not believe. Then if from Genesis to Malachi talks about Jesus Christ, those are scriptures. Scriptures are talking, are giving evidence of Jesus Christ, are talking about Jesus Christ. Then Matthew to Revelation, it is a revelation of Jesus Christ himself. Because Old Testament is a shadow of a reality. And the reality now has been revealed in New Testament. But they didn't believe, they didn't see. Now, if from Genesis to Malachi talks about Jesus Christ, alafu mtu anatusomea, anatuambia hii sasa vile tukienda tutuguza magari,
itakuwa yetu. Na mimi bwana na vile nimeguza magari mingi hii town. Mimi hakuna hata kama moja nimechukulia. Ama ni juice na imani. Bwana Yesu asifiwe sifa. Unajua mimi kuna pastor alinialika niende nikahubiri kwa kesha yake 2016-2017. Hiyo that fast. Nikaenda nikahubiri kesha kwake. Nikahubiri. Nilipomaliza akasimama akasema, "Next year and day like this, nitarudi kwa kanisa kurudisha Thanksgiving nikiwa na extreme gari kubwa. Na mke wangu atakuwa background." Bwana Yesu asifiwe sifa. And let me tell you, hata leo bado naenda na baiskeli. Hiyo gari haijainua. Ati hii kitu unaenda unaguza unasema declare ni yangu. Sasa nikashindwa, if that is so, mimi naweza sema tuseme mimi imani yangu ilikuwa ndogo, yake ndio ilikuwa kubwa, mbona haikufanyika? Bwana Yesu asifiwe sifa. Those are questions we need to ask ourselves. Ati ukitaka ploti mti, uende uchukue mchanga ya ploti fulani unaona itajengwa, uende mlimani siku saba uombe. Ati ukirudi mwenyewe hata anakuita tu, "Ndugu yangu hii ploti nataka kukupe." Bwana Yesu asifiwe sifa. Yaani huyo mtu akupewa na Mungu, wewe ndio unataka Mungu akupe hivi vile akupe huyo. Labda huyo mtu hata alikopa loan bado analipanga hiyo ploti. Alafu wewe tu akuitie tu. Hey, sometimes tuna misuse neno la Mungu. Beginning from Moses to prophet, the scriptures testifies about Jesus Christ. They are not telling us of how we are going to be prosperous. They are not telling us of how we are going to be successful. They are not telling us how we are going to increase in measure. They are telling us how we are going to hear Christ and to know Christ. And that's why Apostle Paul and Jesus Christ is giving us a commission to testify to others the gospel, the by the resurrection. Bwana Yesu asifiwe sifa. In John 5:39, hii basi nilikuwa naitafuta. John 5:39. Nasema hivi, John 5:39. You search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testifies of me. This Jesus was telling the witnesses. He was telling hao wanafunzi wake na hao wakuu wa sheria, walimu wa sheria, wale mafarisayo na nani wote. He was telling them that you search the scriptures, for in them you think you have eternal life. No, but let me tell you that these scriptures, they testify of me. That is what Jesus Christ was trying to tell them. Bwana Yesu asifiwe. Mna shida kwa maandiko. Mkidani maandiko huko ndio kuko na kitu. By the way, let me surprise you. Generally, we know that this is the word of God. But you know, I can prove you wrong. This is not the word of God. This Bible. In this Bible kuna wachawi wamezungumza kwa hii Biblia. In this Bible shetani amezungumza pia. In this Bible watu wabaya wameongea, wauaji wameongea hapa. Kweli ama uongo? Sasa kama pale penye shetani anazungumza, shetani the word of God. Pale penye shetani anamwambia ati mliambiwa hii mti msikule. Na siku yenye mtakula you shall surely die. You shall not surely die. Hiyo ni neno la Mungu. Kwa nini mnachanganyikiwa? Hiyo ni neno la Mungu. Ati? This is what God wants us to do. Whatever is the Bible. God has purpose that we should know. Myself, I believe that whatever is here is true. It's true. Chochote kiko hapa ni ukweli. Either kilifanyika ama kinafanyika ama kitakuja kufanyika. But si kila kitu iko hapa ambayo ni ya Mungu. That's why you have to study the word of God. Kila kitu iko hapa si neno la Mungu. Hapa kuna neno hata Paulo anasema na mkikuja mniletee vitabu. Kwingine anasema hapa sio Mungu anazungumza ni mimi. Those are words of men. But
scriptures testify of Jesus Christ. From Genesis to Revelation, it talks of Jesus Christ. Kuna zingine zinakuja along, zingine unajua kuna maneno yenye imezungumzwa ndio isikalishwe, lazima ingine ingizwe katikati. Na hiyo inaingizwa katikati ni ya watu, ingine ya shetani, ingine ya wawaji, ingine ya nani. I wish tungekuwa nini yote hapa niwaambie, ingine muone hiyo si neno la Mungu hapa. Iko hapa, hiyo nitawaambia tukirudi kwa Bible study. Bwana Yesu asifiwe. But the word of God is in this book. The word of God is in this book. But the whole of this book is not the word of God. But the word of God is in this book. Remember, the word of God is Jesus Christ himself. Then why kwa nini tutasema kule kwenye shetani amezungumza hiyo ni Yesu? Praise God. That's why we need that understanding of the Bible. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Hiyo tutakuja kuangalia siku nyingine. Naona kuna watu wamechanganyikiwa hapo. Okay. So what I wanted to tell you is that gospel is death, value and selection. And in wale ambao wanatuhubiria from the Old Testament, it is also good to reflect how it affects us kupitia Yesu Kristo. Not necessarily when ni msalaba, death, value. You know, sio lazima usome kitabu ya Genesis unionyeshe kifo, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu. But lazima at least kunaleta hiyo impact ya Yesu Kristo katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Like when God said that the seed of a woman will bruise your head. Kuna mahali Biblia inasema hivi in Genesis. Does a woman have a seed? Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke anakuwa na mbegu. Hiyo ukitafuta kwa maandiko utapata. Kizazi ambacho kimezaliwa na mwanamke. Mwanamke anakuwa na kizazi. Mtoto anakuwa wa baba ama wa mama. Wote. Mwenye amezaliwa na mwanamke. Ni nini? Mwanamke ndiye kuzaa. Lakini mwenyewe kenye kinazaliwa ni nani? Ni mwanaume. Good. So mwanaume ndiye akona seed. True or false? Bwana Yesu asifiwe. I want to conclude. Nani akona seed? Si mwanaume. But Genesis 3:15 inasema the seed of a woman. Why then huyu mwanamke kwa nini akona seed? That's why we need that study in the Bible. Let us not be confused. Wakati tunasoma verses zingine zinakaa kama zina contradict hata ile mambo yenye tunajua. Unajua wakati mwingine unaweza soma Biblia uchanganyikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. So what God meant, kile Mungu alikuwa anamaanisha is that remember that the seed of a man was corruptible, was sinful. Bwana Yesu apewe sifa. And anything that would be born by a man, kitu yote mbegu yote ingetolewa na mwanaume ni yenye dhambi. That's why you see through one man's sin entered into the whole world. Why? Because of this man is the one who was a seed. Bwana Yesu apewe sifa. So chochote chenye anatoa ni dhambi, ndio Biblia inajaribu kumaanisha. Maana huyu mwanaume ndiye alitenda dhambi. Mwanaume kupitia dhambi ya mwanaume, dhambi ikaingia dunia yote. Bwana Yesu apewe sifa. Na kama dhambi iliingia dunia yote, chochote huyu sasa mwanaume atakuwa akitoa ni dhambi. Kina dhambi.
It's sinful. That's why hata saa hii tu tukipata tu katoto hiyo siku moja tu kanazaliwa kakiwa na dhambi. Hiyo siku moja tu. Katika kamezaliwa tu saa hii kaiko na dhambi. Kwa sababu kamezaliwa na mwanaume. Bwana Yesu apewe sifa. So God, remember last Sunday we said God had to become a man to redeem a man. Bwana Yesu apewe sifa. God had to become a man to redeem a man. That's why God had himself mwenyewe akuje aingie kwa tumbo ya mwanamke bila mwanaume, ili chenye mwanamke atazaa kisikue kenye dhambi. Maana kitu yote itazaliwa na mwanaume ni dhambi. So Mungu mwenyewe alikuwa mwanaume, alijifanya mwanaume aingie kwa tumbo ya Mary ili azaliwe akiwa Mungu mwenye ana dhambi. Maana yeye hajaguzana na mbegu yote ya mwanaume. Bwana Yesu apewe sifa. So that's what meant by the seed of a woman that day. About woman hapo alikuwa ni kama akona seed. And the seed, that seed was Jesus Christ. Bwana Yesu apewe sifa. So it was not through man. Yesu Kristo hakuzaliwa kupitia kwa mwanaume yeyote. Maana kama ingekuwa mwanaume, kama ingekuwa Joseph, angezaliwa akiwa na dhambi. Lakini kulihitajika mwanamke mwenye ana dhambi ili aokoe mwanadamu mwenye ako na dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. So a seed of a woman that time ni hiyo Yesu ni Jesus Christ ambaye aliingia ndani ya Mary. And Mary was a virgin. That means she was good before the eyes of God. Bwana Yesu apewe sifa. Finally 2 Timothy 3:16. 2 Timothy 3:16, then tutamalizia kwa hiyo tena 1 Corinthians. 2 Timothy 3:16 inasema hivi: all scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. All scriptures are given by inspiration of God. You know kwa nini nasema from Genesis to Revelation, from Genesis hapo in the beginning pale mpaka Revelation, amen. Kila kitu yenye iko hapo ni ukweli, lakini si kila kitu neno la Mungu. Nimesema hivyo because when you go wakati una study ujiulize what is scripture, what is a scripture, utakuja kugundua mambo mingi ambayo imezungumzwa in New Testament is not scripture. When you go and look the meaning of the word scripture, when the Bible talks of scripture, it talks of Genesis to the book of Malachi. And now when Jesus was not revealed, scripture ni kitu ambayo inatolewa, ni maneno ambayo inazungumzwa ikiwa imefichwa ikuje kufichuliwa baadaye. If you read Bible dictionary, that is the interpretation of scripture. So all scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, is profitable for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kila kitu ambacho imepeanwa from Genesis to Malachi imepeanwa kupitia inspiration ya Mungu na ni mzuri wa kuprove. Bwana apewe sifa. Like today, if I come here to preach anything, kitu yote nitahubiri hapa, and it cannot be proven by scriptures. It cannot be proven by those books, Genesis to Malachi. You cannot prove it. You cannot also prove it kwa New Testament. Yani ni kama Biblia inajaribu kuambia hiyo unaachana nayo. Bwana Yesu apewe sifa. Because all scriptures is given for reproof, for correction, for and is profitable for doctrine. You can teach. Doctrine means teaching. It's good for teaching. Bwana Yesu apewe sifa. All scriptures are good for teaching.
They are good for proving, for collecting. So even when we collect the word of God, we collect the word of God by the word of God. Or when we collect people, we collect them through the word of God. Najua hii imekuwa tough sasa, imekuwa ngumu ieleweki. Lakini wacha kwanza tuendelee. We shall come to understand it further in the next sermons about kwa nazo tukiendelea. Colossians 1:11, the Bible says, kama pale ambapo tulisoma what is gospel, is death, burial and resurrection. Bwana apewe sifa. And tukasema ya kwamba the Bible ilituambia kwamba the gospel, we stand in the gospel. Nisema, when I preach to you, which also you receive, and in which you stand. So there are things that the gospel help us to be or to do. Kuna mambo ambayo injili inatusaidia. Nitaisema tu kwa haraka mambo matatu. Number 1, in the gospel we stand strong. Colossians 1:11 inasema aje mwenye amefika hapo? Colossians 1:11. Strengthen the Almighty. Yes. According to His glorious power. For all patience. Yes. And long suffering. Amen. Kisha tu hapo. Bwana apewe sifa. 1 Corinthians yenye tulisoma imetwambia kwamba I declare to you the gospel which I preached to you, which you also received, and in which you stand. In the gospel you stand strong. In the gospel you are strengthened, and you are strengthened with Almighty. Bwana apewe sifa. That's why I say tusikue na unajali juu ya kitu yote. When you have gospel, you have the richest thing in your life. Wakati uko na injili na kitu ambacho inastahili. When you just understand that Jesus Christ died and he rose again for me, you have the strongest thing in your life. Bwana apewe sifa. Yesu tu alikufa kwa ajili ya maisha yako. Kama Yesu alikufa kwa ajili ya maisha yako, then hakuna kitu kingine kubwa kushinda uhai wake. Bwana apewe sifa. Hakuna kitu ngumu kwa Yesu kukupatia. If we can die for you, that means kama kungekuwa na magari ambayo ingetolewa kwa ajili ya uhai wa binadamu, Yesu angezitoa. Kama kungekuwa na ng'ombe zingetolewa kwa ajili ya uhai wa binadamu, angefanya hivyo. But since there wasn't, hakukuwa na dhahabu, hakukuwa na fedha, hakukuwa na kitu yote ingetolewa kwa ajili yako isipokuwa yeye mwenyewe, na akajitoa kwa ajili yako, then it means there is also nothing yenye Yesu hawezi toa kwa ajili yako. You should be strengthened in Christ Jesus. Bwana apewe sifa. Number 2, Romans 10:9. In the gospel we are saved. I think it tuliongelea juzi kuhusu sana. Number 2, by which also you are saved. Listen, moreover brethren, I declare to you the gospel. Mtu aende hapo Romans 10:9. Moreover brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and in which you stand, by which you also are saved. Romans 10:9 nasemaje? That if thou shalt confess with thy mouth, Yes. the Lord Jesus, Yes. and shalt believe in thine heart, Yes. God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Praise the name of the living God. If you shall confess with your mouth the Lord Jesus, you are not confessing your sin. And I say this again. I said hata mimi hii nimefanyisha watu. Sema mimi ni mwenye dhambi, mimi ni mwenye dhambi. Toka siku ya leo, nimebadilika, nimeacha dhambi. Mungu nipokee, wewe Bwana, futa jina langu kwa kitabu cha mauti. Andika jina langu. Hey. Yaani unatengeneza statement. Hiyo statement inakuwa kama the same kwa wachungaji wote tu.
hiyo tuvuta jina yangu, utaandika mimi ni wako. Hiyo yote haiko kwa Biblia. If you shall confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that he rose, you shall be saved. Bwana apewe sifa. The gospel, death, burial and resurrection. Bwana apewe sifa. If you believe that he died, he was buried and he rose, Bwana apewe sifa, you shall be saved. That is the gospel. In the gospel you are saved. Wewe hukuokolewa kwa sababu ulitoa sana, au kuokolewa maana unaenda kanisa sana, au kuokolewa maana wewe ni mzuri sana, au kuokolewa maana wewe uko na impact kubwa kwa kingdom. No, it is because you believe the gospel. Death, burial and resurrection. Bwana apewe sifa. In the gospel we are saved. Ephesians 1:13. I continue to read verse 2. Ephesians 1:13. Verse 12, 1 Corinthians 15. Inasema, by which you also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believe in vain. So by the gospel, or in the gospel, we believe. Ni katika kusikia injili sisi tunaamini. Bwana apewe sifa. Ni katika kusikia injili wewe na mimi tunaamini. Kuna mtu aliona Yesu akikufa, akizikwa na akisulubiwa na akifufuka. Ephesians 1:13 inasemaje? Hatujafika Ephesians 1:13. In him, yes, you also trusted. Yes. After you heard the word of truth. Yes. The gospel of your salvation. Yes. Bwana apewe sifa. Inaendelea inasemaje? In whom also, having believed, you are sealed with the Holy Spirit of promise. Amen. Bwana apewe sifa. You see, when you trusted the gospel, when you believe the gospel, you receive the Holy Spirit. So it is by the gospel that made you to believe. Bwana apewe sifa. Huwezi enda utukute mtu, wewe patiana maisha yako kwa Yesu. Bwana apewe sifa. In fact, acha hiyo niweke kwa next Sunday. Ati wewe peana maisha yako kwa Yesu. Na wewe peana maisha yako kwa Yesu. Huwezi enda huko umekuta mtu mwambie hivyo. Tumewahi enda kufanya hivyo. Ati wewe unajuja ukaoka peana maisha yako kwa Yesu. You start by preaching. Bwana apewe sifa. You start by preaching the gospel. When you preach the gospel, inasukuma huyo hata unapomuuliza mwenyewe labda hata ashafanya decision kwa moyo wake. Na hii injili nimeisikia, mimi nimeiamini. Bwana apewe sifa. Anapokea wokovu. Si ndivyo vile tunafanya? Unaenda unamhubiri, akisikiliza anaiamini. Akiamini anapokea Yesu Kristo. Akipokea Yesu Kristo anapokea Roho Mtakatifu. Bwana apewe sifa. So in the gospel is where we believe. Our faith is based on the gospel. The foundation of our faith is the gospel of Jesus Christ. If you have not heard the gospel, you cannot tell us your faith. Hao watu wenye waliambiwa na Yesu Kristo ya kwamba ukikuwa na kaimani tu kadogo, what they need to do is to believe the gospel. And next, it is to do the work of reconciliation. Then signs and wonders will follow them wherever they go. Bwana apewe sifa. When you preach the gospel, people believe in the gospel. Signs and wonders follow them. Bwana apewe sifa. Na signs and wonders sio lazima uone ati mtu alikuwa asikia ameanza kusikia. Mimi vitu zingine nasemanga za kuona na macho ya binadamu. Hizo ndio vitu zile kidogo sana. Unaweza dhani Mungu anaweza kufanyia. There are things God is doing for us in spiritual realms. For us, for you. Mungu anakutendea, anakufanyia. Bwana apewe sifa. Juzi nimekaa tu pale Kanu Street kwa rafiki yangu, tunaongea tu na yeye. Mama mwingine akapita hapo. Tulikuwa na pastor ambaye anapenda kufanya jokes sana. Lakini jokes mzuri. Sasa tukiwa na yeye tukiwa tumeketi,
tukiwa tumeketi hapa tukizungumza mama mwingine akapita huyu anauza makeki. Unaona hizi keki unanunua kubwa unaanza kukatakata unaenda kuuza sijui that kitu kama hiyo. Sasa nje nikipita nikafanya nimechoka. Bwana Yesu kwa sifa. Sasa huyu jamaa akasema huyo pastor akasema na wewe pastor inaonekana uko na njaa Sasa huyo mama akasema nimuuzie keki. Huyu ana pesa mnunulie tu. Bwana Yesu kwa sifa. Hata mimi usinunulie mimi sitaki nunulia huyu. Akasikizia akasukuma mama mpaka mama akasema wacha tu nimnunulie. Nikapewa keki sasa. Nilipopewa keki mama akaenda. Hivyo tu hata kabla sijaanza kukula jamaa amekuja hapo na yani huyo sasa hapo na shida wacha mimi. Kwa hiyo sasa ndugu yangu nakuomba tu hata nikatie tu mimi niko njaa nikampe yote. Sasa tuliacha tukisema who knows Mungu alikuwa anakutumia kwa ajili ya mtu mwingine. Bwana Yesu apewe sifa. God was using you uombe upewe si wewe ukule mwingine apate. Bwana Yesu apewe sifa. That is how God is working for us. Anasababisha hata chakula zinapopeanwa uitiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Anasababisha hata labda unafikiria kufunga nyumba yako akose kuifunga. God is working a lot of things mahali ambapo sisi hatuwezi ona macho ya binadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Why? Because we believe in him. We believe in Christ Jesus. Bwana Yesu apewe sifa. Msifadhaike, mioyo yenu ikuwe na nguvu, maana Yesu anawapenda. Tuamini katika kazi ambayo alifanya msalabani na sisi tutaibuka kuwa washindi. Bwana Yesu apewe sifa. Vita zote zetu yeye anatupigania na alizishinda katika msalabani. We just need to take a step of faith and believe what Jesus Christ did for our behalf. Mungu akaweza kuwabariki.